mwenyekiti, leo tumekutana hapa kwa lengo maalumu la furaha kabisa, kuwasherehekea na kufurahia wanafunzi wetu ambao wamepata matokeo mazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tupo katika kuwapongeza wanafunzi wetu waliochaguliwa na waliofanikiwa kuingia katika masomo yao ya kidato cha 3. Mafanikio haya ya kutoka kidato cha 2 kwenda kidato cha 3 yamekuja vile ambavyo wengi hawakuyatarajia. Ni ukweli usiopingika, shule ya Mtule sisi ni wenyeji, tunakuja na wengine wanazungumza, watu hawakutarajia matokeo ambayo yametengenezwa na walimu wa shule hii. Kwa leo tunashangilia na tunafurahia matokeo haya ambayo wengi hawakuyatarajia, lakini walimu waliyategemea, kwa sababu ndio walionyesha juhudi na jitihada, na walijua kwamba wanafunzi hawa watafaulu vizuri. Juhudi hizi zimekuja na kujituma, kujitolea kwa wanafunzi wenyewe, kwa mtu mmoja mmoja, lakini walimu na wazazi pamoja na walezi ambao ndio hasa nguzo kuu za elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, elimu ina misingi mikuu mitatu. Ukikosekana msingi mmoja, elimu hutetereka. Jambo la kwanza kwenye elimu, ili mwanafunzi afaulu, lazima apatikane huyo mwanafunzi mwenyewe na awe na utayari wa kusoma. Lakini jambo la pili, basi apatikane mzee na awe tayari kumsaidia mwalimu na mwanafunzi katika kuhakikisha mwanafunzi anafaulu. Lakini jambo jingine muhimu ni walimu wenyewe, ambayo mara nyingi mambo mawili huwa yapo tayari. Uzoefu unaonyesha wanafunzi huwa wapo tayari, walimu huwa wapo tayari, wakati mwingine wazee hurudi nyuma na kuwarudisha nyuma walimu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, katika matokeo haya yameonyesha kwamba kumekuwa na mshikamano mzuri baina ya walimu, wanafunzi na wazee katika kuifikisha elimu na hatua hii ya wanafunzi wetu. Tunawaomba muilinde tabia njema ambayo imesababisha hii kupata ufaulu mwema. Muilinde tabia njema, lakini mulinde maadili, muishi na maadili yale ambayo walimu wetu na wazee wetu hapa waliwafundisha na mkayaishi na mkafanikiwa. Sasa matokeo haya ambayo tumeyapata wanafunzi wetu yametokana na nidhamu mliopewa na walimu, nidhamu mliopewa na walezi katika shule hii, lakini na vile nyinyi mlikubali kuipokea hiyo nidhamu na mkaweza kusikiliza na mkafaulu. Tukiwa tunasherehekea mafanikio haya makubwa, maombi yetu kwenu ni kuendelea kuyalinda, kuyaenzi yale ambayo walimu na wazee walioyafanyia na mkafaulu katika hatua hii ya kidato cha 2 kwenda kidato cha 3. Hii ni hatua ya mwanzo, lakini ni hatua kubwa ya taa ya mafanikio kwenu. Uzoefu unaonyesha unapofaulu vizuri madarasa ya chini, mwendo wako wa juu unakuwa ni rahisi. Tayari umejua namna ya kusoma, mbinu za kusoma, mbinu za kufanya mitihani, kuliko pale unaposhindwa kufaulu halafu ukategemea kwenda kufaulu vizuri. Sasa nyinyi mmefanya vizuri leo na tunawaomba muendeleze uzuri huo. Mazuri haya ambayo yamefanywa na wanafunzi hawa, naomba mutambue kwamba hii ni juhudi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha kila mwanafunzi, kila mtoto anapata elimu iliyo bora vyovyote iwavyo. Lakini leo hapa tupo Mtule, tupo katika shule ya Dahalia ndani ya wilaya ya Kusini, jimbo la Paje. Hizi ni jitihada za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha inaleta miundombinu bora kwa watoto ili kuweza kujisomea. Madhumuni yake ni nini? Madhumuni yake ni kuhakikisha kila Mzanzibari, kila Mtanzania anapata maisha bora. Wanasema maisha bora yanatokana na elimu bora.
Kwa hiyo serikali imeamua kuweka elimu, miundombinu ya elimu ili watoto wetu wafaulu. Nimesikia hapa katika hotuba ambayo imesomwa, wanafunzi wamefanya mitihani wakiwa 103. Wote wamefaulu 103. Hili ni jambo la kujivunia ambalo ni jambo geni ndani ya wilaya na mkoa wetu. Tumekuwa tukipambania kuondoa zero. Mtule wameishi kwa vitendo. Kwa dhati kabisa tunawapongeza walimu wetu kwa kazi nzuri na kubwa walioifanya na moyo wa kujitolea. Kazi hii ya walimu inahitaji moyo. Tumemsikia Mheshimiwa Diwani hapa amezieleza shida za walimu, hata walimu hawajaeleza shida. Wanakuja wanapanda gari walimu wenu, hata pesa hawana ya nauli. Wanasumbuliwa, wananyanyasiwa pengine kwenye magari. Lakini bado lengo lao ni kuhakikisha wanawasomesha wanafunzi na wanafanikiwa. Mwenyezi Mungu ndiye atailipa kazi kubwa mnayoifanya, na wala sisi hatuna uwezo wa kuwalipa walimu kutokana na jitihada mnazozionyesha. Walimu ndio watu wanaoongoza kwa kufanya kazi kwenye overtime kuliko mtu yoyote. Walimu ndio watu wanaoongoza kwa kupigiwa simu na wazee za kutukanwa bila sababu, lakini wanastahimili na kesho wanakuja kazi. Hapa sasa tumeanza dahalia. Dahalia iko katika wadi ya Paje. Wadi ya Paje mwenyewe ni mimi, hakuna mwingine. Nasema hivi, nitatoa polo 2 za mchele sawa na kilo 100 kwa niaba ya dahalia. Nitatoa unga ngano kilo 50 kwa niaba ya dahalia. Lakini pia nitatoa na dumu moja la mafuta la lita 20. Haya yote tunayafanya kwa sababu ya kuenzi sisi na wazee wetu waliokuwepo hapa, tunajua hali zao, lakini tuna mchango mkubwa hii dahalia kuendeleza sisi na kuiona matokeo yake baada ya mwaka mmoja. Mwaka mmoja hautoshi. Tunakuangalieni kwenye form 4 na kutakieni kila la kheri, mfaulu hili na jingine, muendelee mazuri kutuletea kwenye form 4 ili tunapokuja hapa tufanikishe zaidi kuwatolea wazenu wanaokuja. Mtule oye! Naahidi walimu, mkitupasishia watoto 90 kwa division 1, sisi tuna 91, mwaka huu umekwisha 91, mkitupatishia wengine 90 walimu, mwisho wa mwaka nitakupeni shilingi 500. Elimu oye! Mtule oye! Wanafunzi ni 103. Mkija kwa division 1 nyote, nadhani nyie si wageni, mtakaa pale mtanionyesha costa mnazozitaka kwenda kutembea katika kisiwa cha Unguja popote pale. Sije tukasikia Mheshimiwa Diwani kaahidi kwa sababu huyu kapata division 2 wawili au watatu. Tunataka twende pamoja. Tumeanza pamoja, twende pamoja, tumalize pamoja. Shughuli hiyo haitogharamiwa na walimu. Shughuli hiyo haitogharamiwa na awali ni awali. Awali ni awali. Hili dahalia ndo kwanza mara yetu ya mwanzo kwa wadi ya Paje. Kwa nini tusifanyie haki? Viongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Mama Samia we, hapa pahala amefanya kazi kubwa. Imani yangu kabla ya dahalia mkono wake ulikuja magodoro yasiyopungua na kadhalika. Lakini Dr. Hussein Mwinyi oye, naye ameweka mkono wake hapa na baraka tele, pamoja na makamu wa pili, na mimi kwenye ziara nikiwa shuhuda. Kuna sababu gani sisi wadau wa chini tusiunge mkono dahalia hiyo? Taunga mkono dahalia ya Mtule kwa vitu nilivyoviahidi. Kambi najua inaanza na mimi niko tayari. Wanafunzi watakaopasi wote 103, wanafunzi wote watasema wao wanataka wakatembee kisiwa gani, kijiji gani katika kisiwa cha Unguja,
shughuli hiyo haitaruhusiwa mwalimu kutia mkono hata kuongeza dole moja la ndizi. Walimu watapewa nafasi pamoja na kamati, kwa sababu kamati nayo inatumika, nao wakapumzike kwa kazi kubwa waliofanywa na walimu pamoja na wanafunzi. Mtulewe na niahidi nini wanaume hapo? Mtafanya mfanye? Nikajipange nijiachie? Ina mama hapo, mabasi ya Michamvi mnayajua? Mtachagua nyinyi, na chakula mnachokihitaji kula kwa siku hiyo mtasema nyinyi. Kushukuru ujio wa mgeni rasmi pamoja na crew yake aliyokuja nayo. Kwa kuendelea, ndugu mgeni rasmi, baada ya kukushukuru ujio wako, lakini la pili kwako wewe nakwambia kwamba uwe mlezi wa siku yetu, hilo la kukabidhi. La tatu hapa umesema kwamba hapa wewe hukustahiki kwa hadhara hii, lakini mimi nasema unastahiki, kwa sababu wewe is the most approachable person in our society, katika mtu ambaye unafikika mara na ni sahibu wetu wa mkono. Mimi nilipendelea mjue. Kwa hivyo kwa hilo kwanza usituchoke, uwe nasi. Heshima kubwa, napenda kukaribisha katika shule yetu ya bweni. Ujio wako leo unatupa heshima na faraja kubwa, na unatupa moyo wa kuendelea kufanya bidii katika masomo na malezi yetu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ya boarding ina jukumu kubwa la kutuandaa kitaaluma na kimaadili, huku tukikaa shuleni muda wote. Pamoja na jitihada za walimu na uongozi wa shule, bado tunakabiliwa na changamoto za kukatika kwa umeme, hali inayotuathiri katika masomo ya jioni na usiku, matumizi ya tehama na maandalizi yetu ya kielimu. Kutokana na changamoto hiyo, shule yetu inahitaji kuwa na mfumo wa umeme wa sola, yaani solar power system, ili kupata umeme wa uhakika na wa kudumu. Msaada huu utatusaidia kusoma kwa ufanisi zaidi, kuongeza juhudi ya teknolojia na kuboresha mazingira yetu ya kujifunza. Mheshimiwa mgeni rasmi ni Makame Ramadhani Makame Mbanja, kwa unyenyekevu mkubwa tunakuomba uendelee kuwa karibu nasi kwa ushauri na msaada wako, ili ndoto ya kuwa na umeme wa uhakika shuleni kwetu iweze kutimia kwa manufaa ya wanafunzi wa sasa na wa baadaye. Kwa niaba ya wanafunzi wote wa shule hii, nashukuru sana kwa kutupa muda wako, kwa kutusikiliza na kwa kushiriki nasi katika sherehe hii yetu.